Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo. Katika mwongo huu, tutaanza kwa kuchunguza sababu zinazoweza kufanya Dyson SV17 ijizime yenyewe. Sababu hizi zinaweza kujumuisha kujaa vumbi, matatizo ya betri, au hitilafu katika mfumo wa umeme. Kwanza, hakikisha kuwa umepata vifaa vyote unavyohitaji: screwdriver, brashi ya kusafisha, na betri mpya kama inahitajika. Hatua ya 1, kagua vifaa vya Dyson SV17. Kabla ya kuanza, zingatia kuangalia sehemu zote za Dyson. Ondoa tanki la vumbi na uangalie kama kuna vumbi linalozuia mtiririko wa hewa. Ikiwa tanki limejaa, safisha na uondoe vumbi. Hatua ya 2, angalia betri. Betri ni sehemu nyeti ya Dyson SV17. Kagua ikiwa betri imechajiwa na kama kuna dalili yoyote ya kuzeeka. Ikiwa betri ni ya zamani, fikiria kubadilisha na mpya. Ni rahisi, unahitaji tu kufungua sehemu ya betri kwa screwdriver. Hatua ya 3, safisha filter. Kila Dyson ina filter inayohitajika kusafishwa mara kwa mara. Tazama mwongozo wa mtumiaji ili ujue jinsi ya kuondoa filter. Safisha kwa maji safi na uache ikauke vizuri kabla ya kuirejesha. Hatua ya 4, kurekebisha mifumo ya umeme. Ikiwa umekamilisha hatua zote hapo juu na tatizo linaendelea, inaweza kuwa ni hitilafu katika mifumo ya umeme. Angalia nyaya za umeme kwa uharibifu wowote. Ikiwa unaona nyaya zikiwa zimekatika, ni muhimu kuziunganisha au kubadilisha. Hatua ya 5, kijaribu kazi. Baada ya kukamilisha ukarabati, jaribu mashine yako ili kuona kama inafanya kazi vizuri. Piga onyo la sauti ili uhakikishe kuwa inafanya kazi kama inavyotakiwa. Ikiwa inajizima tena, inaweza kuwa ni wakati wa kutafuta huduma za kitaalamu. Huduma za kurekebisha. Ikiwa baada ya hatua hizi zote tatizo halijatatuliwa, tunakupendekeza kutafuta huduma za kitaalamu. Tunatoa huduma ya kuchukua nyumbani kwa gharama nafuu. Bei yetu ya ukarabati inategemea tatizo lililopo, lakini kawaida huanzia shilingi 5,000 hadi 15,000. Tafadhali wasiliana nasi kwa maelezo zaidi na bei sahihi. Kwa maelezo zaidi, usisahau kuangalia maelezo yetu ya ziada kwenye video hii, na unapoenda kufanya ukarabati, hakikisha unafuata hatua zote kwa makini ili kuepuka madhara zaidi. Je, kifaa chako kinahitaji kutengenezwa? Tunatoa uchunguzi wa bure. Bila simu au safari, tunachukua kutoka mlangoni mwako na kurudisha. Kabla ya ukarabati, tunatuma bei na tunaendelea tu baada ya idhini yako. Rahisi, wazi na kitaalamu. Kiungo kiko kwenye maelezo.